Amina wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi ala ni'mati al-Islam. Alhamdulillahi ala ni'mati shahri Ramadan. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ya dini hii ya Kiislamu, dini ambayo peke yake ndio Mwenyezi Mungu ataikubali. Ndugu yangu mtazamaji, katika tanbihi yetu ya siku ya leo tungependa kukumbushana maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani alipozungumzia juu ya hizi siku za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu ametuambia ayyaman ma'dudat, ni siku za kuhesabika. Ndugu yangu Muislamu, ni hivi majuzi tu tulikuwa tunautizama mwezi wa maandamo wa mwezi wa Ramadhani. Kila mmoja wetu alikuwa anamuomba Mwenyezi Mungu, Allahumma ballighna Ramadhana, ewe Mwenyezi Mungu tufikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo hii siku 20 zimeshakatika. Leo tushaingia katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hebu ndugu yangu fikiria hizo siku zilizopita zilivyokimbia, na baada ya muda itakuwa tunauaga mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunautizama mwezi wa Shawwal. Je, ndugu yangu Muislamu, tumefaidika vipi na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani siku zilizopita, na hizi zilizobaki tutafaidika nazo vipi? Kwa sababu tunafaa tukumbuke kitu kimoja: mwezi mtukufu wa Ramadhani unakuja na utaondoka, na bila shaka utarudi mwaka ujao. Swali ni hili: je, mwezi mtukufu wa Ramadhani ukija tena, je, mimi na wewe tutakuwa katika ulimwengu huu au tutakuwa tumekwenda mbele ya haki? Ni vizuri kujiuliza hivyo, na hasa tukizingatia kuwa hizi siku 10 zilizobaki ni siku muhimu sana, na tukizingatia tanbihi ambazo zilitangulia, ambapo tulisema yeyote ambaye atakutwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani kisha mwezi huu uondoke bila yeye kusamehewa madhambi yake, atakuwa ni mwenye kuangamia. Hayo si maneno yangu, ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ambaye hazungumzi tu kwa kujitakia kuzungumza, bali ni wahi anateremshiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inafaa tujiulize swali hili: Ramadhani inaondoka, Ramadhani inatuaga. Je, tumekuwa miongoni mwa wale waliosamehewa madhambi? Alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Je, sisi ni miongoni mwa wale waliosamehewa? Swali lingine ambalo tunafaa kujiuliza: je, sisi ni wale ambao tumefaidika na Ramadhani ama tumehasirika? Na kama pengine siku zilizopita labda tulilegea, tulizembea ama tukawa wavivu katika ibada, siku zimetupita, je, hizi siku 10 zilizobaki tunafaa kufanya nini, tukijua kuwa huu ni mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na labda Mwenyezi Mungu ametupa mimi na wewe fursa ya mwisho ya kuweza kuwa karibu na yeye, ya kuweza kujiepusha na adhabu ya motoni, na kuweza kufaulu tuwe miongoni mwa wale ambao watakaosamehewa madhambi yao, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kila usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaokoa na moto wa Jahannam. Je, mimi na wewe tuko miongoni mwa wale ambao tutaokolewa? Na tunajua kuwa fursa tumepewa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pepo imefunguliwa, milango ya pepo iko wazi, milango ya motoni imefungwa, mashetani waovu ambao wanatushawishi wamefungwa minyororo. Lakini mimi na wewe tumefanya bidii gani? Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, najikumbusha nafsi yangu na ninakukumbusha wewe unayenitizama ndugu yangu Muislamu kuwa tufanyeni bidii. Tujue ni kama kuwa tuko katika mbio ya masafa marefu. Tujue kuwa mshindi ni ule atakayefika kwenye utepe mbele. Tufanyeni bidii tuweze kukamilisha mbio hizi za mwezi mtukufu wa Ramadhani, mbio hizi za kukimbilia kwenda peponi, mbio hizi za kujiepusha na adhabu ya motoni. Tuweze kuwa ni washindi na tuwe ni wenye kufaidika na mazuri mengi aliyotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu yangu Muislamu, hii ndio tanbihi yetu siku ya leo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi